Naam, twende kwa Ali Bakari ambaye yeye yupo mtaani. Ali, kikubwa hapa ni kwamba kama unanisikia, kikubwa hapa ni kwamba Taifa Stars wanacheza kesho dhidi ya Morocco, na kuna uwezekano mkubwa, sisi hatuna cha kupoteza. Naamini mashabiki pia wana hiyo ndoto ya kwamba tunacheza kweli, tunacheza na taifa kubwa katika mpira wa miguu, limecheza nusu finali kombe la dunia, lakini kuna mpira una mahesabu yake. Labda mashabiki wanazungumzaje kuhusiana, tupate mashabiki wanazungumzaje kuhusiana na mechi hiyo, wanaionaje ambayo wanaenda kucheza hapo kesho, lakini pia ukigusia Mapinduzi pia itapendeza. Asante sana Filipo Cyprian, nimekuwa nikikufuatilia vizuri wewe na jopo lako la wachambuzi hapo studio. Umetangulia kusema kuhusiana na mechi hiyo ya kesho ya AFCON kati ya Morocco dhidi ya Tanzania, namna gani mashabiki wanaitazama mechi hiyo, lakini pia tugusie pia michuano hiyo ama mashindano ya Mapinduzi Cup, kwa sababu leo hii kuna mechi mbili, ikiwemo Simba Sports itacheza dhidi ya Mwembe Makumbi, lakini kesho Young Africans itacheza dhidi ya KVZ. Hayo yote tutaweza kuyazungumza hapa, lakini tulipofika hapa kwa mbali tulikuwa tunawasikia watu wakibishana wakimtajataja Chama. Ni mambo ya katika kijiwe hiki cha Mabibo sokoni. Kwanza tuangalia magazeti yanasemaje. Gazeti la Mwanaspoti lenyewe limeandika mrithi wa Ahwa huyo hapa, Abel ajivisha mabomu Simba ikivaa Mwembe Makumbi. Hiyo ni michuano ya NMB Mapinduzi Cup 2026. Damaro atema cheche, Shabalala ajitofautisha, Yanga imefunika kwa misimu minne mfululizo ikiwa na kikosi bora chenye ushindani kilichowapa wapinzani shida ya kupenya. Hayo ni mambo ambayo yapo katika gazeti la Mwanasport. Juu huko AFCON acha kipigwe tu, na hapa wameweka muda wa mchezo kati ya Morocco dhidi ya Tanzania ambapo utachezwa majira ya saa 1 usiku. Na wanasema wakali wao Morocco ndio nchi inayoongoza orodha ya viwango bora vya soka Afrika, ikishika nafasi ya 11 duniani. Lakini kwa upande wako rekodi tamu, Tanzania inayoshika nafasi ya 27 Afrika na 112 duniani, imeandika rekodi ya kucheza 16 bora AFCON kwa mara ya kwanza. Feitoto atoa kauli ya kibabe. Bila shaka uliipitia hii Filipo Cyprian. Huku nyuma ya gazeti la Mwanaspoti kuna mtu anaachwa. Yes, lakini juu huko kuna picha za kocha wa Arsenal, lakini pia kocha wa Manchester City. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yamechomoza katika magazeti haya ya michezo. Bwana, mambo vipi? Kama kawaida. Muda mrefu umetulia hapa ukisikiliza na kufuatilia magazeti. Nini kimekuvutia katika magazeti ya michezo? Amenivutia hiyo hapo, hiyo taarifa ya Ahoua kuondoka, hiyo ndio imenivutia. Wewe imekuvutia? Wewe shabiki wa timu gani? Shabiki wa Simba. Sasa imekuvutiaje? Mimi nilikuwa simuelewi kama mimi. Kwa hivyo ulikuwa unataka aondoke? Haya basi sawa bwana. Ngoja tuzungumze na wengine. Ngoja tufike huku kwanza. Kijiwe hichi bwana kina sehemu huku, sasa ndo za kupiga story. Naweza kaona huyu ndugu yetu Kichuya ameamka na nanasi na unafahamu ya kwamba hapa ni Mabibo sokoni. Kwa hivyo hii ni ishara tosha ya kwamba hapa tupo sokoni. Tunda asubuhi sana Kichuya ameamka nao. Bwana Kichuya, mambo? Nafurahi kuwaona Azam TV. Na siku zote amekuwa akikufurahisha Azam TV. Yaani zaidi ya kunifurahisha. Kitu gani kikubwa kinakufurahisha kwenye Azam TV? Azam TV inanifurahisha kuwa na mambo mengi sana. Burudani nyingi, burudani kwa wote. Burudani kwa wote. AFCON unaipata kupitia Azam TV, si ndio? Yaani more than. Unafuatilia AFCON mzee wangu? Nafuatilia more than, zaidi ya kufuatilizia. Kesho kuna mechi gani ambayo inahusisha Tanzania? Tanzania wanacheza na nani? Morocco. Unaitazamaje hiyo mechi? Itakuwa ni difficult match. Mechi ngumu. Umechapa na Kiingereza kidogo? Yes, so must be to niongee na Kiingereza kidogo. Niweke mnasema udambi. Hebu tupe mtazamo wako kuhusiana na hiyo mechi. Mechi ni ngumu, lakini naona kama Gamondi kaibadilisha timu ya taifa ya Tanzania.
sawa. Kwa mfano kama ile juzi Faisal Salum Toto na Gamondi wapewe maua yao. Sawa, tutarudi kwako Kichwe. Bwana Zasu. Salama kabisa. Ile gazeti gani? Hii Mwanahalisi. Mwanahalisi. Sawa, umepitia upande wa michezo? Kidogo. Ndio huko ambako habari iliyopo hapa Stars yaweka rekodi, si ndio? Sawa sawa. Na wewe kweli unaamini kwamba Stars imeweka rekodi? Sahihi kabisa. Rekodi gani imeweka? Imeweka rekodi ya kuvuka hatua ya awali kuingia 16 bora. Kuingia Afrika 16 bora. Kama Mtanzania umelipokeaje kwanza? Ile kwanza nimelipokea kwa furaha kubwa, kwa maana ni miaka mingi toka kwa mara ya kwanza tunashiriki mwaka 1980 hatukuvuka. Nafikiri muendelezo kaendelea, hatukuvuka, lakini safari hii tumevuka na nimefurahi sana 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 kabisa yani. Wakati timu inaenda Morocco ulikuwa na matumaini ya jambo hilo kutokea? Kiasi nilikuwa na matumaini. Kutokana kwanza kocha na wachezaji waliokuwa pale, mimi hilo nilikuwa nalitarajia. Ulikuwa na imani na kocha Gamondi? Kabisa kabisa. Sasa tunaelekea mechi dhidi ya Morocco. Unaitazamiaje mechi hii? Mechi ni ngumu, lakini ugumu sisi hauwezi kutusababisha tunyong'onyee, kwa sababu namwamini Gamondi ana mbinu mbalimbali. Hasa ukiangalia mechi yetu ya kwanza na Nigeria, jinsi performance tuliofanya ni mistake ndogo ndogo tu, lakini ile mechi ilikuwa tushinde, otherwise tuwe suluhu. Na mechi ya pili tuliocheza na Uganda, nafikiri ni mistake vile vile, kama hatukuwa na bahati. Na mechi ya tatu nafikiri yeye mwenyewe umeona Gamondi ametumia kimbinu zaidi ile mechi kuliko maelezo. Inaonekana umeifuatilia vizuri sana timu yako ya taifa katika mechi zote tatu. Sasa sahihi kabisa. Na ni mabadiliko ya timu ndio yamekuvutia zaidi ama umekuwa ni utaratibu wako wa kufuatilia timu ya taifa? Hapana, mimi timu ya taifa kwa kweli nikiri kwamba mimi ni mzalendo wa timu ya taifa. Kwa hiyo utaratibu wa kuifuatilia toka long time mimi ni kawaida yangu. Unaitwa nani vile? Mimi naitwa Juma Njui. Mchambuzi anaitwa Chazi Abel anasema kama kesho mechi itafika mpaka dakika ya 60 bila goli, bila shaka kocha wa Morocco atakuwa katika wakati mgumu. Unaliona hilo linaweza likatokea? Kwa akili za Waarabu hilo naliona. Na sio kuwa kocha katika wakati mgumu, ni kuondoka kabisa. Sababu wale hawawezi kumvumilia kutokana na lenki yetu sisi na wao, sababu wao wenzetu wana wachezaji wanatoka nje zaidi. Sisi wachezaji wetu wa nje ni wachache pale. Lakini mimi naamini kabisa kama wachezaji wetu watajitoa kama walivyojitoa na Tunisia na kuwa makini, sisi hao wakina Ashraf Hakimi na wengine hawawezi kutusumbua kabisa. Neno lako kwa Watanzania kuelekea mechi ya kesho? Mimi neno langu kwa Watanzania, tuombe dua sana Watanzania wote. Tuondoe tofauti zetu, tuiombee dua timu yetu ya taifa ya Tanzania ipate ushindi ili tuweke rekodi nyingine. Hapa nyumbani unashabikia timu gani? Hapa nyumbani mimi nashabikia Simba Sports Club. Leo unacheza dhidi ya Mwembe Makumbi, NMB Mapinduzi Cup. Ndio. Hiyo mechi unaitazamaje? Hiyo mechi kimtazamo ni mechi ya kimashindano, lakini mashindano kama ya kirafiki. Kwa sababu sio official, yale mashindano sio official. Mtu analitaka kombe. Kombe kiwezekana, kwa sababu kuingiza timu ina maana kuna malengo, au sio? Sasa huwezi kusema kwamba kombe leo ulitaki. Lazima unapofanya kazi unahitaji mshahara. Sasa kwa nini usitake ile kombe? Mchezaji gani aongeze katika dirisha dogo ambalo tayari limefunguliwa sasa hivi? Kwa tetesi zinavyosemekana kwamba Chazi huwa anaondoka, basi atafutwe namba 10 mwingine. Sawa. Hebu ngoja tusikilize wengine kidogo hapa. Hebu ndugu yangu na jezi yako hapa kaa hapa. Upo vizuri kwanza? Masibuti. Unaitwa nani? Kombo Hamisi Ismaili Muenzi. Umechangamka Kigogo. Umechangamka sana, timu ya taifa ndio inakuchangamsha? Mimi vilabu na unafuatilia zaidi klabu? Tofauti na timu ya taifa. Lakini timu ya taifa ufuatiliwe? Mimi naandikaga nondo zangu hapa na ratiba hapa nimeandika nondo. Ratiba ya michezo? Hizi hapa hizi. Hebu tusome kidogo tu tujue ni ratiba. Mali vs Sudani Jumamosi. Mali Tunisia, Algeria DRC Congo, Tanzania na Morocco kesho. Afrika Kusini vs Kameruni, Misri, Burkina Benini na Algeria vs Msumbiji. Nigeria Msumbiji, Ivory Coast, Burkina Faso siku ya Jumanne. Mimi naandikaga. Wewe unaandika kwa lengo gani? Mimi sitaki niongopewe. Kuna watu wao wanakuongopea? Hawafuatilii mipira. Wewe ni bingwa kufuatilia mpira?
Mimi mpaka nondo za yani zile nondo zile za mtaani zile nafuatilia. Kwa hivyo kwenye kijiwe wewe ndio unakuwa kinara Bingwa. Hebu tuambie, katika mechi 3 ambazo timu ya taifa imecheza na kesho tunaenda kucheza dhidi ya Morocco, hii mechi ya kesho ukilinganisha na namna tulivyocheza huko nyuma, mechi ya kesho unaitazama dakika 90 Morocco naye kajipanga, Tanzania naye kajipanga, atakayepita ndio huyo 16 bora. Ukipigwa ndege ile sio sijui nini kwa Lupaso, hamnaga kwa Lupaso hakuna ziko 16 hizi. Ukipigwa ndege ile imekukosha timu yako ya taifa mwaka huu. Ndio kwamba mimi nafuatilia vilabu. Klabu gani unachokifuatilia zaidi hapa? Simba Sport Club. Wewe mnyama. Leo anacheza na timu gani leo? Makumbi saa 2:30. Bwana tafadhali. Msikitini tu. Leo hii. Lunyasi. Wana Lunyasi. Ubaya. Litani ese. The bad is written. Litani ubaya ubwela. Rudia tena. The bad is written. Ubaya ubwela. Hatari. Wewe unakosa mambo. Unalitaka kombe la NMB Mapinduzi Cup vizuri. Unarudi nayo sana. Vizuri. Au muogopi mtani yupo? Kuna nachukua. Ukikutana naye mtani? Nachukua, mimi nakwambia dakika 90 tutakutana. Ukikutana naye huko mbele za safari 90, kocha mpya. Msaidizi Matola. Unakosa uondo wewe, lipia Azamu yako TV. Hebu rudia tena hilo walisikie. Niambie. Wanatakiwa wafanyaje watu kulipia Azam TV 28? Unakosa uondo. Burudani kwa wote. Kesho Morocco, leo Lunyasi anacheza saa 2:30. Yaani wewe ulikuwepo nyumbani unakosa uondo. Unaitwa nani? Hebu tukumbushe. Kombo Hamisi Ismaili Muenzi. Unapatikana kijua hichi maana mara ya kwanza 24 utanipata. Hapa masaa 24. Kesho ukija utanipata. Sijui mangapi utanipata. Waulize hawa. Watu wenye wasiwasi wa kulipia kisimbuzi cha Azam TV. Wewe unaambia nini? Kesho utakosa vitu vizuri saa 1. Lipia mapema. Utakosa uondo. Kama hujalipia tunazima TV yako. Hebu ngoja. Ndugu yangu umekuwa ukitabasamu sana. Haya sawa. Wewe bwana na jezi yako ya Mamelodi, hebu sogea kwanza kidogo. Wewe shabiki wa timu gani? Simba Sports Club. Leo kijio hichi kimeamka watu wa Simba peke yake. Hamna shabiki wa Simba wote sokoni. Kwa ajili Simba ndio mwenye shabiki wengi hapa Tanzania. Sijui kuna Tanzania au eneo hili? Tanzania Simba ndio mwenye shabiki wengi. Hakuna timu yote jamani na shabiki ya Yanga. Kwa mujibu wa utafiti wako au kwa mujibu wa kitu gani? Labda na wake labda tujue. Sawa. Unaifuatilia AFCON? AFCON nafuatilia. Kesho tunacheza dhidi ya Morocco, mchezo unaotazamia. Mchezo mimi kwa ufupi naona kama Tanzania akicheza mpira kama alicheza na Nigeria wataanza kupata matokeo, ila akicheza mpira kama alicheza timu bilizi nani wale Uganda na juzi watakuwa mechi itakuwa ngumu. Kwa ajili sasa ilivyocheza na Nigeria alicheza mpira mzuri sana japo wamepoteza. Sawa. Nashukuru sana ndugu yangu. Acha turejeshe matangazo studio huko. Filipo Cyprian na jopo lako la wachambuzi, bila shaka umeweza kuwasikia vizuri kabisa mashabiki hapa. Huyu bwana ni shabiki wa Yanga, naambia kidogo tu. Bwana mambo. Safi. Umesikia hawa wote waliozungumza hapa ni mashabiki wa Simba Sports. Hizi tambo wewe umezipokeaje? Kwanza kwa jina naitwa Eusebius maarufu kama Nakishizo. Hizo tambo hao ni kawaida yao kutamba. Sisi tunawaambiaga ofla hao ipo siku ya Simba Day tu na kwenye harakati za usajili. Ila tukishaingia uwanjani shughuli yao imeisha. Hebu rudia tena furaha. Wao tambo zao zinaishaga siku ya Simba Day. Zikishaisha Simba Day tu wakitoka hapo Mangungu hatufai, kocha hatufai. Ila sisi kama kawaida sisi tukutane dakika 90. Ukikutana naye katika NMB Mapinduzi Cup utafanya sisi ni kichapo tu, ni kichapo. Utatembeza kichapo? Kichapo yani mara 7 mfululizo tunaelekea kumfunga mtani mara 7 mfululizo. Umesema unaitwa nani? Naitwa Eusebius Manunga Chikonku maarufu kama Nakishizo. Hebu atumie ujumbe mara ya mwisho kabisa mashabiki wa Simba waliotamba. Waendelee tu kutamba ila kichapo kinawasubiri na washukuru wa mashindano ya Afrikoni kupeleka mechi yao mbele ya Simba na Yanga. Ila tarehe 13 mwezi wa 12 walikuwa wanapigwa nyingi sana. Washukuru wa mashindano ya Afrika ndio wamesababisha ligi isimame. Ila walikuwa wanapigwa vibaya mno. Filipo Cyprian. Nirejeshe matangazo kwako. Kama muda unaruhusu wa kuzungumza wapo wengi sana, lakini wacha nirejeshe matangazo kwanza kwako. Asante sana, naona utaweza kupata pia chai hapo.